Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kukataliwa na wananchi wa Tanzania kutokana na kile ambacho aliweza kukizungumza katika mkutano ama katika kikao alichoweza kukifanya moja kwa moja kati yake pamoja na Rais wa Ghana. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na habari hii, itaweza kuwa ni vyema kwa wewe hapo, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, leo hii viongozi wakuu wa chama Chadema pamoja na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuonyesha reaction yao kutokana na kile alichoweza kukizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika kikao chake na viongozi wakuu wa Ghana, akiwemo Rais wa Ghana. Rais Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa akizungumzia jinsi gani ambavyo hali tulivu na hata imani ya Watanzania kurejea kwa viongozi walioko madarakani kutokana na yale yote yaliyoweza kutokea mapema mwaka 2025 wakati wa maandamano ya vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, huenda Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kulazimika kufanya hivyo kutokana na upweke na kutokuwa na ushirikiano na mataifa mengine Afrika na hata mengine nje ya Afrika ambayo yamekataa kujihusisha na uongozi wake kutokana na kile kinachozidi kudaiwa swala la ukiukaji wa haki za binadamu. Mtazamaji wangu, hali kama kweli imeweza kurudi, hali tulivu na imani ya wananchi wa Tanzania imeweza kurejea kwa viongozi walioko madarakani. Mtazamaji wangu, tusingeshuhudia kile kinachozidi kuendelea katika Mahakama Kuu, kesi ya Mheshimiwa Lissu. Sote tunaamini kwamba kama kweli uhuru wa vyombo vya habari, usawa na haki imeweza kurejea katika taifa la Tanzania, basi tusingeona Mheshimiwa Lissu akiendelea kupambana na kesi ya uhaini ambayo iliweza kuwekwa dhidi yake kwa ajili ya kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kufanikisha reforms alizokuwa anazidi kuzifanyia uhamasishaji katika taifa la Tanzania ili katiba mpya iweze kupatikana ama Watanzania waweze kupata uhuru mkubwa, hasa uhuru wa kujiwasilisha na kuzungumzia uongozi ulioko madarakani, sawia na uhuru kwa vyombo vya habari ambavyo vinazidi kutegemewa pakubwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Na ndipo ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kukosolewa pakubwa, kwani hayo yote yanayozidi kutarajiwa kufanywa na uongozi wake hayajaweza kufanyika, ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huo unaozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine unazidi kukosolewa pakubwa, na pia kwa njia moja ama nyingine Watanzania wengi hawana imani na uongozi huo kutokana na kile kinachozidi kushuhudiwa machoni mwa mamilioni ya Watanzania. Vile mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba hivi sasa sio siri tena, bali uongozi ulioko madarakani ungependa uweze kupata wafadhili ama hata ushirikiano kwa njia moja ama nyingine. Ndipo ambapo uongozi huo ulioko madarakani utaweza kufanikiwa kukidhi baadhi ya mambo muhimu ambayo Watanzania wanazidi kuomba yaweze kufanyika, ikiwemo gharama kubwa ya maisha katika taifa hilo. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba huenda tukashuhudia gharama ya maisha kupanda maradufu nchini Tanzania kutokana na kile alichoweza kukizungumza leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ameweza kudokezea kutokana na vita vinavyozidi kushuhudiwa huko Iran pamoja na Marekani na milk zingine za Kiarabu. Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kudai kwamba petroli itaweza kupanda ama kunradhi, bei za mafuta zitaweza kupanda kwa 13%. Hii hapa, mtazamaji wangu, ni jambo ambalo litaweza kuathiri pakubwa Jamhuri ya Tanzania kiuchumi na hata kwa njia moja ama nyingine. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo taifa la Tanzania katika maandamano yaliyoweza kupita, baadhi ya waandamanaji waliweza kulazimika
kuwasha moto katika vituo vya polisi, vingine vituo vya mafuta, na hata tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo kuliweza kuwepo na kuporwa kwa gesi katika makampuni mbalimbali, jambo ambalo litazidi kusababisha uchumi kutoimarika na pia kupandishwa kwa bei za mafuta kwa 13%. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, hasa kwa taifa kama Tanzania ambalo lilikumbwa na hasara za mabilioni baada ya wafanyi biashara walioko serikalini wanaozidi kumiliki baadhi ya vituo vya petroli na mafuta diesel pamoja na mafuta ya taa. Kwa njia moja ama nyingine, walipoweza kukomba hasara hiyo kubwa, mtazamaji wangu, biashara zao hazikuweza kuwa kama ilivyokuwa awali. Hivi sasa wakiendelea kujaribu kujikusanya na kurejea katika viwango vya juu kwa mara nyingine. Pigo jipya limeweza kuwakumba, jambo ambalo mtazamaji wangu sio siri, bali taifa la Tanzania litakuwa katika kipindi kigumu, jambo ambalo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kulizungumzia. Na mtazamaji wangu, kauli ya kwamba taifa la Tanzania limeweza kurejelea hali tulivu na hali shwari ya kawaida, mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kupinga, baadhi yao wakilazimika kutaja baadhi ya watu walioweza kutoweka, hasa watu maarufu kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kuomba Mheshimiwa Humphrey Polepole uwepo wake uweze kujulikana. Iwapo utaweza kujulikana, yeye pamoja na baadhi ya watu walioweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi, basi moja kwa moja huenda wakaweza kukubaliana na kauli hiyo ya kwamba hali ni tulivu nchini Tanzania. Pia imani ya wananchi wa Tanzania imeweza kuanza kurejea polepole kwa viongozi walioko madarakani. Hivyo basi, mtazamaji wangu, kile ambacho kitaweza kumkumba Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine ni ukosoaji na kupingwa hadharani, ili wengi wawezidi kuonyesha jinsi gani ambavyo alichoweza kukizungumza sio kweli. Hii hapa inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kuna tofauti kubwa za kisiasa zilizoko kati ya uongozi ulioko madarakani na wananchi ambao ndo wenye nchi wameweza kukataa viongozi walioko madarakani, jambo ambalo linazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado haujaweza kukubalika kikamilifu, iwapo unazidi kuwekeza juhudi siku baada ya siku ili kujaribu kupata imani ya wananchi wa Tanzania. Sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kufanya, moja kwa moja wananchi wa Tanzania wataona jinsi gani ambavyo viongozi hao wanazidi kujali pakubwa Jamhuri ya Tanzania kwa ujumla na sio kujali mifuko yao binafsi. Baadhi ya mambo ambayo huenda Tanzania wengi wakazidi kutarajia viongozi walioko madarakani waweze kufanya ni kujiuzulu. Kwa mfano, viongozi wa ngazi za juu hasa katika chama cha CCM waweze kujiuzulu, ndipo ambapo migawanyiko ndani ya chama hicho zisiweze kuwepo jinsi ambavyo iko hivi sasa. Na hii ina maana kwamba huenda hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan akaweza kujiuzulu, ndipo ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kuwa na imani na viongozi ama chama tawala ya kwamba kinajali Jamhuri ya Tanzania na wapo tayari marekebisho yaweze kufanyika ili Tanzania isiendelee kuwa katika hali tata iliyoko hivi sasa, jambo ambalo Watanzania wengi hawalifurahii, hasa uongozi huo ukiwa katika chama tawala cha CCM. Rais Mama Samia Suluhu Hassan akiendelea kupeperusha bendera ya chama hicho katika nafasi ya kiti cha urais. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, na muhimu kabisa subscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.